Ripoti za TRC Mzundu TV zinaripoti kutokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya sekondari Chogo, na lengo kubwa hasa liloweza kutufanya tuweze kusafiri umbali mrefu kufika hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya sekondari Chogo ni kuja kwa ajili ya kuhudhuria mafunzo. Na mafunzo haya kama ambavyo nimekujuza ndugu mpenzi mtazamaji, ni mafunzo ambayo yanahusiana na mfumo mzima wa SIS. Na mafunzo haya yanajumuisha walimu kutoka shule ya sekondari Chogo pamoja na walimu kutoka shule ya msingi Chogo pamoja na kwa Mdami. Wote wamekusanyika hapa, lengo lao kubwa ni moja tu, kuhakikisha kwamba wanapata elimu kuhusiana na namna bora ya kutumia mfumo huu wa SIS. Tumekuja na wataalamu mbalimbali, walimu ambao wamebobea katika mfumo huu, na watatupitisha kuhakikisha kwamba kila atakayekuwa amehudhuria kwenye mafunzo haya basi anaondoka akiwa ana uelewa mzuri kuhusiana na namna bora ya kutumia mfumo huu wa SIS. Mafunzo haya yamefunguliwa na afisa elimu kata wa kata ya Kabukundani, ndiye aliyekuwa mgeni rasmi ambaye tupo naye ndani ya viunga hivi, akihakikisha kwamba walimu walioko ndani ya kata, hasa shule hizi ambazo nimezitaja, kwa maana shule ya sekondari Chogo, lakini pamoja na shule ya msingi Chogo na shule ya msingi kwa Mdami, kwamba wanapata uelewa mzima wa namna nzima ya kutumia mfumo huu wa SIS. Kama ambavyo unajua ndugu mpenzi mtazamaji, mafunzo haya yalianzia ngazi ya wilaya, ambapo tulikuletea kupitia chaneli yako pendwa, chaneli ya TRC Mzundu TV, na uliweza kupata mafunzo haya mbashara kutokea ndani ya ukumbi wa halmashauri ya wilaya Ndeni. Na leo hii mafunzo haya yameshushwa kabisa chini ngazi ya kata, kuhakikisha kwamba walimu walioko huku chini ambao wanaofanyia kazi mfumo huu uko madarasani, kwa maana kuita majina, vitu kama hivyo vinafanyika, na hao wanaokwenda kufanya hivyo ni walimu wanaohusika kabisa kwenda kule madarasani. Kwa hiyo ambatana nami sambamba, twende tukaone kupitia wawezeshaji ambao wapo ndani ya viunga hivi. Hapa kwenye assessment nadhani tuangalie jinsi ya kujaza alama. Hilo ndio jambo la msingi. Mfumo mtandao ulikuwa unaruhusu, ningeona namna ya kuingiza, lakini ukiangalia hapa katika somo la afya na mazingira ambalo mwalimu amechagua, imeleta orodha ya watoto. Eneo hili la scope ndipo inapokutaka ujaze alama. Sawa, kwenye kiboksi. Wewe ukimaliza kuingiza alama zote, una submit. Unapo submit, taarifa zako zinaenda kwa mkuu na mtaaluma, ambao hawa ndio wanashikilia kila kitu shuleni. Yaani mtaaluma na shule na mkuu, kila unachokifanya kwenye akaunti yako yeye ana access ya kukiona. Sawa? Kuambia hujafanya hivi kwa wakati, ndio ameona, kwa sababu mfumo wake yeye au akaunti yake ina roho kubwa kuliko za kwetu. Sawa? Sasa hapa kuna setup frame, ni moduli ambayo anafanya kuwa shule, kuandaa mikondo na kuipa majina. Kwa kweli najua hizo anaifahamu. Ile kwenye ambacho kinahusu mwalimu moja kwa moja. Hii kitu ni mtaaluma na mkuu. Class period schedule, kwamba kuandaa ratiba. Ni mtaaluma na nani? Na mkuu. Ukiangalia hapa kuna aina ya ni mtaala, alafu darasa, mkondo na siku. Sasa naandaa kwa design hiyo. Manage student ipo kwenye account ya mkuu, kuwasajili watoto. Walimu wa kawaida tutakuwa na siku kipengele cha kuamini na hiyo utekelezaji. Lakini mkuu na mtaaluma
wao wana majukumu yao, yaani wana majukumu mengi, wana role nyingi za kufanya kwenye mfumo kuliko sisi wengine. Kwa walimu hadi hapo nilipofikia, kuna mtu yoyote ambaye ana swali katika hizo moduli mbili? Download kupitia Play Store, wale ambao tunatumia Android kwenye iPhone ni App Store. Play Store ni huku kwetu Android Store. Wale wa iPhone ni App Store. Huko inapatikana. Kwa shughuli nyingine zote utumie browser. Kama unaingiza score, unafanya assessment, tumia browser. Ila kwa attendance tumia mobile app, ni rahisi zaidi na inakupa uwanja mzuri. Lakini kama unaingiza matokeo, endelea kutumia browser kwa maana ya Google au hiyo Opera ama browser nyingine yoyote. Sawa? Baada kwenye majina sasa hivi wanakupa mpaka picha ya wanafunzi zinaonekana. Ukija kwenye kuita majina. Lakini kwenye hapo tumepitia kwa haraka pia tunaona ile timetable inaonekana haipo. Lakini tukija kule kwenye browser kule kawaida timetable mwalimu mwenyewe yaani acha ile ambao mkuu wa shule mtaruka ataisikiza ratiba. Mwalimu mwenyewe kwamba una uwezo wa kuingia kwenye vipindi vyako. Kwa hivyo lakini kwenye browser kwa ukiingia kule unapata ratiba ile ya shule, unaingiza vipindi vyako pale ya kwako kwa ratiba yako pekee inatokea. Lakini wakati hatujaona mpaka sasa hivi kule ile ratiba kule kani cha kwanza na tuione ile ratiba kwenye hapo. Lakini ukija huko ni kawaida huko ratiba inaonekana hivi. Lakini pia kingine wengine wale mwanzo ulikuwa na hata kama mwalimu sio mwalimu wa darasa, lakini kwa hiyo mambo ya attendance ndio lakini kwa application hiyo tulifungua kwa kwamba kipengele kile cha student attendance kimetolewa hapo kama sio mwalimu wa darasa. Kwa sababu ile ndio kuta majina ni mwalimu wa darasa. Kama mwanzo ulifunza sawa kuna ndio kuta majina kwa msingi wa lakini sasa hivi kama ya update application yako ile tena habari ya kuta majina haipo. Sio kipengele kile umeshaiondoa tayari. Kwa sababu ndio sasa hivi pamoja na vitu vimeingia tunaona hivi. Kwa hiyo amebaki na ile ya zamani hata kwa darasa la kufundisha nini anaita majina. Lakini sasa hivi ile iko kwa darasa tu. Kuhusu zile scores mpaka huku isebei wewe sio bado hatujaseshi ile kwa mwaka huu. Na pia sasa mpaka ile kitu kile kwa bado hapo hajahamisha wanafunzi kwa bado wanasema kwa mwaka jana kwa mtu uwezo wa kupeleka Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya sekondari Chogo, mimi Nchisco wa TRC Mzundu TV, Andendisi.